Kwaje mtazamaji ambaye anatazama kwa time hii hapa ndani ya interview, leo tuko blessed up sana, tumekutana na mrembo mwenyewe, Malkia Queen, anaitwa So. Mambo poa? Vipi unyama? Unyama Mama yangu kwa kupendeza tu. Maua yako acha nikupe. Asante. Vipi lakini za masiku nzuri? Umepotea, yaani unatukimbia kuna kona nyingi, so kwa nini unatufanyia hivyo mama yangu? Hamna, nipo bana. Nipo. By the way, hongera sana, umeachia kazi mbili, Zamani, My Baby. Inaenda kama EP fulani au tumetoa kawaida tu normal? Ile sio EP. Ile ni double release. Double release. Yes. Na kwa nini tumeamua kutoa nyimbo kwa wakati huu hapa? Kwa sababu it's been a long time, so umekaa kimya yani. Yes. Kwa nini tumeamua kutoa nyimbo kwa wakati huu na kwa nini tumeamua kwenda na double release? Kama ulivyosema ni muda mrefu kidogo sijaachia ngoma. Kwa hiyo tulikana na timu yangu, tukaona kabisa mashabiki zangu wamenimisi sana. Hivyo basi tunatakiwa tuachie double release ambayo itawafanya wanisikilize. Unajua mashabiki zangu wanapenda, yani wanatamani muda mwingine niachie hata ngoma 10 kwa siku moja, kwa sababu wanajua kabisa ngoma zangu zote zinakuwa nzuri na zina mvuto wa kusikiliza zaidi na zaidi. Kwa hiyo meneja baada ya kuona kwamba umekaa muda mrefu hujaachia ngoma, tuachie double release, wao wanasikiliza ngoma mbili kwa wakati mmoja. Pia tuachie double release lakini zisiwe za kufanana. Moja iwe singeli, tuokote mashabiki pia wa nyumbani. Unajua mimi nimekulia Temeke. Kwa hiyo tukaachia singeli ambacho kitachangamsha kidogo, kuwapa burudani nini, pamoja na My Baby, muziki fulani wa baibuda wa taratibu ambao unazungumzia mapenzi mazuri, watu wanapendana, watu wanaelewana. Ndio sehemu zako hizo. Sio na mapenzi tena. Hivi waga unaenjoy sana ukimba nyimbo za mapenzi? Kuimba nyimbo za mapenzi ni furaha. Ni raha kwa sababu unajua kubembeleza kama vile unabembeleza taifa zima. Ni kitu kizuri, watu wanakuwa wanajisikia vizuri. Kama mtu anakuwa hana mpenzi, anakuwa anatamani. Unajua pia sawa, kuna watu wanazungumzia vibaya mapenzi, lakini sometimes mapenzi yanampa mtu amani ya moyo, yanamfanya mtu awe anafikiria vitu vizuri. Unajua mtu ukipata sehemu tulivu, ukipata mpenzi ambaye anakusikiliza na kuelewa, ukiwa na hasira, unabembelezwa, ni kitu kizuri. Hivi kuwa katika situation yani umeachwa, yani upo kwenye mahusiano na mtu, umepigwa tukio umeachwa, alafu unaingia studio kwa recording ngoma fulani ya mapenzi, ishakutokea hiyo? Hamna, mimi kwanza sijawahi kuwa na mpenzi. Sasa mbona unataka nze kutia chumvi kwenye chai? So afunya mjui, mimi ngoma za mapenzi huwa natoaga kwenye comment zangu. Idea. Kiaje yani? Yaani watu wanavyokuwa, unajua sawa, kabla sijaanza kuachia ngoma nilikuwa nimeimba huyu sasa of course ni wimbo wa mapenzi, lakini sasa hivi asilimia ya content ya wimbo huwa naangalia comment zangu zile. Comment mtu mwingine anakuambia nimewahi kuwa na mpenzi jamani, nilimpenda sana, sasa hivi tumeachana, wewe na niuma, namuona unajua zile. Au unaona mtu ana comment jamani, haiwahusu lakini napitia magumu. Haiwahusu lakini na mpenzi. Haiwahusu lakini jana nimefanya kitu fulani. Unajua kile, ndio maana nikachukua. Najua haiwahusu ila kuna bebe inanipenda. Ndio maana unajua vitu kama hivyo. Hujai kuwa na mpenzi? Sasa semeje? Unaishi vipi mwenzetu? Haupo kwenye sayari hii ambayo tunakaa sisi. Jamani, kwani kitu kibaya? Ni kitu ambacho hakiwezekani kwa 90% kwa mwanadamu. Kwangu au kwako? Kwa binadamu yoyote ambaye ni mzima. Wewe unaamini vipi mimi ni binadamu? Si hapa tunakuja sisi swaiback bana. Unaamini vipi mimi binadamu, yani bila hivyo vitu mimi siwezi kuishi? Au ngoja nikuelewe, ni mtu ambaye upendi mahusiano yako yakae kwenye mitandao ya kijamii? Hapana. Unajua mbeba mawili, moja ufanyaje? Moja umponyoka. Na ndio maana hata kwenye maandiko yanasema, au hata kwenye maisha ya kawaida, mtu akukute umebeba huku una machungwa mawili, au tuseme huku na chungwa na huku na chungwa, anaweza akakuongezea. Lakini ukiwa na kimoja unaweza kupata vitu vingine zaidi, si ndio hivyo? Ila vijana ambao wanakupenda kutoka moyoni wanakuja kwako kukuelezea hisia zao. Hebu acha bana. Mimi naelezewa na watu wengi. Mtu tu anasema sio kitu kibaya. Ni mambo ya kawaida kwa sababu tumeambiwa binadamu na binadamu wenyewe ndio sisi. Unaangalia tu katika engo yako, unataka hutaki.
tutoke kwenye upande huo. Unajua So ni miongoni mwa wasanii wa kike ambao kwenye umri mdogo tuna mafanikio makubwa in terms of numbers huko YouTube, Spotify na wapi. Ushindani sasa hivi ukoje kwa upande wako? Kwa sababu siku za nyuma kipindi kile So ndo anakuja ngoma la huyu sasa la moto. So huyu hapa mara So na Yami, mara So na nini. Ushindani sasa hivi upoje kwa upande wako? Kwa sasa hivi unajua nimejikita sana kwenye kujifuatilia mimi mwenyewe. Nafanya mambo yangu kwa kuangalia kitu gani nakosea, kitu gani napatia zaidi, kitu gani mashabiki zangu wanapenda, niongeze katika engo gani. Sasa hivi usema kweli najipambania mimi mwenyewe. Shindana wewe kwa wewe. Nafanya kitu ambacho kipo kadri ya uwezo wangu, nafanya. Kitu gani mashabiki zangu wanapenda zaidi, niongezee, watafurahia, watakuwa katika hali nzuri, naongeza. Yes. Ukisikiliza ngoma ya zamani ni ngoma fulani ambayo inamchamba X. Na ninajua mashabiki zangu wanapenda mambo hayo ya shengesha. Watoto watemeke tena. Najua ndugu zangu wana vitu ambavyo wanapenda. Lakini sasa hivi mambo ya XX nini? Tutapunguza kuwaimba kwenye nyimbo zetu. Unajua hivyo ni vitu ambavyo vinatokea katika jamii. Sio jamii yetu tu hapa, yani kila sehemu hayo mambo yapo. Kwa hiyo ni kupata tu idea nzuri, idea ambayo watu wataikubali, wataifurahia, wataburudika nayo, hivyo. So ni msanii ambaye ni mgumu sana kufanya collab na wasanii wengine kwa sababu nikiangalia ngoma zako, collaboration yako kubwa, sijui kama nitakuwa nakosea vipi lakini na Kontao ile iliondoka unajua shemeji na nini. Tukiangalia huku nyuma, sidhani kama So ashai kufanya collab na msanii wa kike mwenzake. Kwa nini iko hivyo? Ni kwamba hawaji au wewe kuna standard zako umezekea ambazo ni ngumu wa kuzifikia? Hamna, unajua collab zipo. Yaani watu wanashindwa kuelewa. Collab zipo. Ila tu muda wa kuziachia. Yaani lazima ukae chini na timu. Unajua kuachia ngoma sio kuachia kazi haukurupuki tu. Umeamka leo asubuhi umeachia kazi, hapana. Ni jambo la kukaa chini na timu yako kuona sawa umefanya collab na mtu fulani. Tupange tufanyeje ili kazi iweze kuwafikia mashabiki wengi zaidi, au kitu gani tunatakiwa tufanye ili kazi ikitoka iwe na amsha. Sasa uwezi tu yani kila kitu kina mipango yake. Ndio miaka yote hiyo So ngoma zipo. Maana wasanii ndio style zenu mnatuambia ngoma zipo. Wasijali mashabiki zangu, ngoma zipo. Unajua mashabiki zangu wamekaa yani kama vile wanasubiri sasa hivi atafanya kazi na nani. Sasa hivi watu nimefanya nao kazi lakini sasa bado muda. Unajua kila kitu kina mipango kama nilivyosema. Huwezi tu kuamka asubuhi kurupuka naacha ngoma fulani. Hapana. Kazi haziko hivyo na ndio maana kuna baadhi ya wasanii wao wanafeli sana. Sababu ya kuachia ngoma bila mipango. Ovyo. Unaamini hilo kweli? So uzuri wa ngoma ndio unasaidia hata kama ulikuwa unatoa ngoma kila siku. Unajua? Sawa. Ila mimi na consistency yangu. Najua ngoma yangu natakiwa niachie kipindi fulani hivi na hivi. Nakaa na timu yangu tunabageni kwamba hivi kazi itaenda hivi na hivi. Hiyo ni mpango wangu mimi. Siwezi kuamka tu asubuhi nikaachia kazi. Kwanza yani ni kinyume na sheria kwanza. Meneja anaweza akaniweka ndani. Naye pia waga unakuwa kuna ile kwamba meneja ngoma mimi nataka itoke, meneja anakuambia haitaki. Ndio. Ngoma gani ishakutokea? Kuna ngoma fulani hivi, hata ngoma ya zamani. Ngoma ya zamani mimi nimetoka kurekodi, tuseme nimetoka kurekodi leo. Naambia meneja ngoma itoke leo kesho. Meneja ananiambia vutulia bana. Msanii vipi? Naambia meneja ngoma kali sana. Nasema wewe tengeneza vitu ambavyo vitafanya tupush nini? Kabla hatujaachia kazi inabidi kwanza utengeneze mipango mizuri. Kama unaweza ukawa na content zako hata 20 ngapi ambazo zinakuwa ndani. Ushaelewa? Ilikuwa ni rahisi kiasi gani kufanya ngoma na Msomali mara baada ya sintofahamu kutokea huko? Kwa sababu mimi nilizungumza naye akaniambia baada ya 1-2 kutokea mimi nikamfuata So nikamtumia ngoma akaingizia sauti kiroho safi. Yaani kama vile ni kitu ambacho kilikuwa rahisi. Ni kweli kilikuwa rahisi kama ambavyo amezungumza au kulikuwa kuna ugumu wa kufanya kazi na Msomali? Hapana, hakukuwa na ugumu wote. Msomali anafanya kazi nzuri. Watu wanamkubali, anapambania muziki wake. Unajua of course mimi napenda mtu ambaye anafanya kazi hivyo. Unajua mimi mwenyewe napambania katika muziki. Yaani sio yule mtu wa kuchoka kwamba hapa sasa nimeachia ngoma fulani hapa sasa nipumzike. Ni mtu ambaye anafanya kazi. Kwa hiyo mimi hakikuwa kitu kibaya mimi kufanya kazi na Msomali. Alinicheki. Kumbuka alinitafuta usiku. Kaniambia So nina ngoma yangu hii hapa, kanitumia. Nikamwambia kesho nakupigia. Nimempigia kesho yake tumeingia studio. Nikafanya.
Na ngoma kali. Ngoma kali. Unaonaje? Ngoma kali. Sasa ngoma kali, lakini mbona kwenye upande wa promotion kama vile sio umebaki nyuma? Kwa sababu umepost video moja tu unajua. Kama unabisha, mpigie Msomali. Mwambie so alikuwa anakupigia anakwambia nini? Kweli? Mimi meneja wangu alikuwa ananiambiaje? Mpigie nani? Msomali. Naambia mimi Msomali nishaongea naye siku ile. Mimi unajua mimi najua jinsi ya kuachia kazi zangu ziondoke. Ushaelewa? Nikaa namwambia Msomali tukifanya hiki na hiki itafanyaje? Msomali sasa yeye leo yuko Dar, kesho Dodoma. Mambo mengi sio nini? Ila ngoma imeondoka, usema kweli kabisa. Baba. Kaka. Inakuaje? Kaka. Bana, uko live hapa kwenye interview. Niko na So hapa. Tulikuwa tunaongea kuhusu story kufanya na Lodiva, nikamuuliza So mbona kama vile wewe kwenye nani sorry, yani kwenye ngoma ya ambao umefanya na wewe alikuwa yupo nyuma kwenye kupush, yani kwenye kupromote. Akanambia hamna, mimi kila siku nilikuwa nampigia Msomali, ila Msomali mambo mengi. Ni kweli hiyo? Aliongopa, ni kweli. Niko alikuwa ana show love kabisa kwenye kusupport ngoma fresh. Kabisa, alikuwa na show love sana. Sasa sisi tutakatuweke hilo tu jambo sawa, maana unajua waje alianza kuona kama vile So ameposti video moja tu. Mambo ni poa tu kutokana na jambo lenyewe fresh ndio nilomuomba bwana, kwa hiyo ilikuwa ni mashauri yake, yani iwe hivi au sio hivi, lakini alikuwa yuko sambamba sana na mimi. Poa, hamna shida mzee wangu, endelea kupumzika basi. Kweli bwana. Wewe mbea. Kingine wewe uniamini. Sikuamini, watazamaji wanataka waelewe vitu kwa uzuri kabisa. Sawa, ndio ilikuwa hivyo. Basi kwa kazi nzuri ambayo unaifanya, kuna watu wengi sana ambao wanakusupport nyuma yako. Kwa mimi picha ya nje, mtu ambaye namuona anakusupport pia ni Mheshimiwa Jokate Mwegelo. Yaani yuko sambamba na yeye, naona hata ana comment na nini. Nyuma ya pazia ni watu ambao unaishi vipi na Mheshimiwa Jokate? Na ni kweli anakusupport kama vile ambavyo sisi tunaona? Ni kweli, mzuri sana. Yaani sijui nimwongeleje yule Jokate I say. Kwanza yani yuko lovely. Yaani ni mheshimiwa ambaye yani yuko lovely na watu wake. Ana upendo, anaweza kukupa ushauri ambao ukakusaidia hata kwenye maisha yako ya kawaida, tukiachana hata na mambo ya muziki. Kwa kumfuatilia pia unaweza kujifunza kupitia yeye. Ni mtu ambaye anawakilisha wanawake. Yaani of course ni mtu mzuri. Ana vitu vingi sana ambavyo sisi kama vijana tunapaswa kujifunza kupitia yeye. Ndio. Ushauri gani ambao ushakupa mkubwa kabisa ambao mpaka leo bado unaishi nao na unaupambania? Unajua yule ni mheshimiwa, ana mambo mengi, ana vitu vyake vingi. Kwa sio sawa kuongelea vyote. Ndio. Kuna ngoma zangu nimeachia double release zamani na My Baby. Video ya zamani iko trending namba 8, tuendelee kupush, tunaweza tukafika mbali zaidi, tunaweza tukafika juu zaidi. Kwa nini zamani tumetoa video My Baby bado? Kitu gani ambacho tumezingatia kwa zamani? Zamani wakati tunaachia ngoma, ujue yani sisi wenyewe tumeanza kupromote kwanza. Then tutafuata nini? My Baby, na ndio maana tumeanza na zamani kuipromote. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ngoma imekubaliwa vizuri na natumaini pia My Baby tukianza kupromote itakuwa vizuri zaidi. Unakuwa na hofu kabla ya kutoa ngoma kwamba ile nimetoa ngoma hapa la mwisho na konta limeenda? Zamani nilikuwa na hofu sana. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa sijui kitu gani nifanye. Kwenye engo gani? Kwenye kila engo nilikuwa sijui chochote. Ila sasa hivi najua kabisa ngoma yangu naachia, ngoma yangu najua hii inaondoka, watu wataipenda na ni mifumo kabisa. Najua ngoma zangu ipo kwenye mfumo ya mashabiki zangu katika maisha yao ya kawaida. Maisha yao ya mapenzi, maisha yao ya kazi, maisha yao ya changamoto, aidha ya pesa, ya kila kitu. Mtu kisikiliza ngoma zangu lazima ukae sawa. Lazima moyo wako utulie. Sio tu maneno, hata melody. Ukisikiliza melody ya nyimbo zangu. Unajua kuna comment niliona, kuna shabiki yangu aliandikaga hivi. Yaani So, huwezi amini. Leo nilikuwa sijala siku nzima. Ila nimesikiliza ngoma yako ya dua yangu. Nimesikiliza, nikasali, nikaomba. Punde si punde akapata hela. Kumkidhi hali ya nani? Hali yake. Na kuna mwingine nasomaga pia comment mimi.
Maana wengine wanaweza kusema sisi wasanii wa Wasafi Comedy. Hapana. Ila kujibu ndo kidogo. Mimi niko karibu sana na mashabiki zangu. Hicho sio kitu siongopi yani. Kuna comment nyingine pia niliona inasema yani so umenifanya nirudiane na mume wangu. Umenifanya nirudiane na mume wangu baada ya kuachia ngoma yangu. Yaani akaona kabisa mbona kama ngoma ina relate na mapenzi yangu na mimi na mume wangu. Kwa hiyo akasema so kwa maneno yako tuseme labda mimi naidadavua sasa. Labda kupitia maneno yangu na the way nilivyoimba kamshawishi kwamba mume wake anastahili kuwa naye tena. Unajisikiaje ukiona hivyo yani? Najisikia vizuri. Hata wewe ungejisikia vizuri yani. Yeah, sure. Unajua unakuwa kama kiungo, unakuwa umemsaidia mwenzako kwa sababu unajua kuseparate sio kitu kizuri. Kwa hiyo ukijua kwamba umeunganisha sehemu fulani ni kitu kizuri sana. Aidha hata ukiambiwa juu juu, hata kama hujaona kabisa mtu kaandika mwenyewe direct, hata mtu akikwambia umemsaidia mtu fulani, hata bila kujua kama umemsaidia, lazima ujisikie vizuri. So shukran bana, thanks for your time. Kupiga kazi. Mimi naishi na zamani ndo goma langu penda. Enjoy. Steve Mweusi ni brother wangu. Steve Mweusi ni tumeshatoka kwenye msanii mwenzake. Tupo kwenye mtu na kaka yake, yani kama familia. Kwa hiyo ukiniona kwenye jambo lolote la Steve yani ni kaka yangu. Ni mtu ambaye tunasapotiana vitu vingi sana. Yes. Na ile ngoma ni ya kwako Steve Mweusi kwa sababu ipo kwenye YouTube channel yako. Ipo kwenye YouTube channel yake. Sure. Ile ngoma ni soundtrack. Ya meme kwa school. Kwa hiyo ni kila kitu ni cha kwao na ndio. Na wanasema Steve kwenye malipo mkono mrefu. Ni kweli kuna mpunga wa kutosha tuliokota pale baada ya kufanya kazi na Steve? Mimi siangaliagi hivyo sana, ila naangalia kazi. Ila kama mtu anajitolea tu, nachukua. Unajua huwezi kukataa vitu kama hivyo, vitu vizuri namna hiyo. Unajua kutegemea kuigiza labda siku moja? Mimi kabla sijaanza kuingia direct kwenye muziki, nilikuwa nafanya vyote. Nilikuwa naigiza, nilikuwa naimba, nilikuwa na dance. Ni mimi dance. Ndio maana naona mapande kumbe hapo yapo. Nilikuwa na dance, naimba, naigiza. Kwenye hilo kundi sema mimi nilikuwa naigiza sana. Yaani hilo kundi mimi nilienda kama kuimba, lakini sasa wakana niambia ili nipate experience pia sana niendelee pale kama kuigiza, na bahati nzuri sasa nimeingia kwenye kuigiza. Nikajua kuliko wao sasa. Sini gani ulikuwa unaua kulia kufanya? Mimi nilikuwa mdogo. Lakini nilikuwa nacheza kama katoto kachawi. Kama mtoto mtundu. Unajua zile mtoto ambaye nimepinda yani, mtoto ambaye ana ulemavu. Kama ulemavu mama wangu. Kama Taira Unaweza ukaipiga? Hapana. Au tayari tushasahau kabisa la kuigiza? Najua. Tunaweza tukaigiza tena kwa sababu ni fani ambayo naiweza. Ndio.